Spirit Radio, the voice of the Father here on earth. Wazo la Mungu Baba, mahali pa kufunuliwa kusudi lako, ndani ya ufalme, ndani ya uwana. Si kujifunza tu, bali kukumbuka wewe ni nani, mwana wa Mungu. Kipindi ni Wazo la Mungu Baba. Yes, ni Jumatatu nyingine tena, Jumatatu yenye baraka, Jumatatu yenye furaha, majira haya ya saa 6 kamili mchana. Kipindi ni Wazo la Mungu Baba, kipindi ambacho kinakuangazia utukufu wa wazo la Mungu Baba tangu mwanzo. Na mali hapa hatujifunzi tu neno la Mungu, bali neno la Mungu tunalifanya kuwa kioo chetu cha kutufunulia nini lililo kusudi la Mungu Baba tangu mwanzo. Na madhumuni haya yote ni ili tuendelee kujengwa, kuimarishwa katika utambulisho wetu sisi kama wana ndani ya ufalme wa Mungu, ili tuweze kuishi utajiri wote wa ufalme wa Mungu huu tuliomo. Hapa hatukujazi tu taarifa, bali tunafunua asili yako, tunakuimarisha katika utambulisho wako na kukufanya uendelee kufurahia matunda ya ushirika wa kifalme na Mungu Baba. Mahali pa ufunuo, utambulisho na maisha ya ufalme. Kusudi lako ndani ya Kristo, sio kujifunza tu, bali kukumbuka wewe ni nani. Uko pamoja nami mtangazaji wako Julius Elimwita, pamoja na mimi mtangazaji wako Faraji Chembe. Hakika ni neema kubwa sana kuwa pamoja na wewe msikilizaji wetu wa Sonship Spirit Digital Radio mahali popote ulipo, kama ambavyo tulikuahidi wiki iliyopita kwamba wiki hii tunakuletea kipindi hichi cha Wazo la Mungu Baba. Leo tunaanza mfululizo wa somo letu la kanuni na sheria ya kipaumbele ndani ya ufalme wa Elohim. Lengo kuu la siku ya leo na kipindi cha leo, tunataka tuweke msingi kwa kuangalia usuli na nadharia ya ufalme wa Mungu hapa duniani, toka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, lakini katika lenzi ya Agano Jipya, ambapo tumefunuliwa kupitia Roho wa Kristo hapa duniani na namna ambavyo ametembea na wana wa Mungu mbalimbali. Tutaangalia lenzi hii na tutarejea ili wazo kutoka katika kitabu cha Mwanzo na kuweka msingi mzuri wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Yes, tukiangalia kwamba tunasema tunataka tutazame usuli na nadharia ya ufalme wa Mungu. Lengo kuu nataka kufunua kwamba wazo kuu la Mungu lilikuwa ni nini, na tangu mwanzo alikuwa anazungumza kitu gani. Mpenzi msikilizaji wetu wa redio yako pendwa ya Sonship Spirit Digital Radio, pamoja na kipindi hiki cha Wazo la Mungu Baba, ni muhimu kuweza kuelewa kitu hichi, kwamba jambo lolote linalodumu kutoka kizazi hadi kizazi, basi lina sheria na kanuni yake zilizoliwezesha jambo hilo kuweza kufanya nini, kuweza kusustain, si ndio? Hii inamaanisha kwamba tunatakiwa tu tunafahamu kwamba tunapozungumzia mafanikio sio swala la bahati. Mafanikio ni jambo ambalo linahusishwa na kanuni. Kwa mafanikio ni matokeo ya ufahamu sahihi aliyokuwa nao mtu, si ndio? Na hapa ndipo siri ilipo pia, kwamba tunafahamu kuwa moja ya kanuni ya mafanikio tulionayo hapa duniani, na hii inakuwa applicable kwa wana wa Mungu na hata nje ya ufalme wa Mungu amekuwa pia akiendelea kuitumia hii, ni kanuni ya kipaumbele. Na kupitia kanuni ya kipaumbele tunapata kuiona moja ya tabia ya Mungu, kwamba tunafahamu kwamba Mungu ni Mungu kwa nini, wa kipaumbele. Na tunaona kwamba kila alichokifanya, kila anachokisema kinafunua nini kilicho nini moyoni mwake, na hicho kilicho moyoni mwake ndivyo tunasema ni nini, ni kipaumbele chake cha Mungu. Kama katika moyoni mwa Mungu, hilo lilikuwa ni kitu cha umuhimu. Ndio tunaona kama ya kipaumbele, basi bila shaka anatutaka na sisi tuwe wa vipaumbele. Yes, kama ambavyo yeye mwenyewe anaona kwamba hiyo wazo lake hawezi kulifunua akitumia sheria hii na kanuni ya kipaumbele, basi tunajua kabisa hata sisi anatutaka kwamba tufahamu nini kipaumbele chake, nini kilicho kipaumbele chetu sisi wenyewe, na namna ambavyo tunavyojiwekea katika maisha hii.
nadhani hata mwana wa Mungu mahali popote unapotusikia, moyoni mwako utakuwa umejiuliza kwa ni kipaumbele maana yake nini? Yes. Kama Mungu ni Mungu wa kipaumbele, tunapozungumzia kipaumbele tunazungumzia nini? Yes. Na sisi tuko hapa kukujuza maana ya kipaumbele. Tuko hapa tujifunze pamoja, tufahamu kipaumbele cha Mungu juu yetu sisi wanadamu wengine. Kwa tunapozungumzia kipaumbele ndani ya ufalme wa Mungu, cha kwanza kabisa tunasema kipaumbele ni kitu cha kwanza. Yes. Kipaumbele ni kitu cha msingi. Ndio. Kipaumbele ni kitu cha umuhimu kuliko vyote. Yes. Kwamba kupitia hivyo vitu vingine vyote vinakaa katika nafasi. Ndio, kipaumbele ni kitu cha thamani. Katikati ya vitu vizuri vingi tulivyo navyo, kipi ni kitu cha thamani kuliko chote ambacho nikianzia hicho, basi vile vitu vingine vyote vitakaa katika mstari na zote vitakaa katika nafasi yake. Kwa mimi nikuache na swali, wewe msikilizaji wangu ambaye uko pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Je, fahamu nini kipaumbele cha Mungu juu yako wewe, juu yangu mimi? Kipaumbele cha Mungu kwenye maisha yetu hivi ni nini? Tujiulize pamoja. Na nafikiri mpenzi msikilizaji wetu wa redio yako pendwa Sonship Spirit Digital Radio, utakuwa umeshajiuliza swali hili. Lakini jibu la kufahamu kwamba hapa tunapozungumzia kipaumbele cha Mungu Baba juu ya mwanadamu ni nini? Kipaumbele hiki si kingine, ni ufalme wake hapa duniani. Ni ufalme wake pamoja na nani? Pamoja na wanadamu, ambapo ndani ya huo ufalme Mungu amepafanya kuwa mahali pake pa majibu. Mungu amepafanya kuwa mahali pa sisi wanadamu kuelewa utambulisho wetu. Mungu amepafanya kuwa mahali pa sisi wanadamu kuelewa nini? Mamlaka yetu. Mungu amepafanya mahali hapo kwamba kupitia ufahamu wa ufalme wa Mungu kwa mwanadamu atamisi nini? Majibu. Kupitia mwanadamu akishindwa kufahamu kuhusu ufalme wa Mungu atamisi nini? Utambulisho wake. Kupitia ufahamu huo ufalme wa Mungu mwanadamu akiukosa atamisi nini? Kuelewa mamlaka aliyonayo wapi juu ya nchi. Kwa kama ambavyo kumbe tumetoka kuangalia hapo kwamba kipaumbele cha Mungu ni ufalme wake, na kama ambavyo tumetangulia kusema kwamba Mungu ni Mungu wa kipaumbele. Na hata tukiangalia katiba ya ufalme wa Mungu hapa duniani, Biblia itatufunulia namna ambavyo Mungu ni Mungu wa kipaumbele. Kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, hii imeweka wazi kama ambavyo tulitangulia kusema hapa, katika kila kitu ambacho Mungu alikifanya, katika kila kitu ambacho Mungu alikisema, katika kila mipango aliyokuwa ameipanga, yote hii itafunua kipaumbele chake hichi ambacho tumetoka kusema hapa kwamba ni kipaumbele cha ufalme. Na jambo la kushangaza kwamba hata Yesu alivyokuja hapa duniani alifunua hichi kipaumbele cha Mungu cha ufalme kwetu sisi wanadamu, yani ufalme wa Mungu hapa duniani. Kwani ujumbe wake wa kwanza ambao ulimtambulisha hapa duniani unafunua ili wazo la ufalme ambalo Mungu alikuwa nalo tangu mwanzo. Kwa tukiwa tunaanza kuangalia kuanzia hapa, ndugu msikilizaji wangu, kaa karibu na Biblia yako na tutajifunza kwa kuangalia tafsiri mbalimbali za Biblia. Tutatumia SUV, lakini pia tutatumia Biblia ya ufalme au kwa Kiingereza inaitwa Kingdom Bible, kwa tafsiri ya ufupi inaitwa KB. Hii nao tutaitumia kwa ajili ya kuangalia, maana tumesema hapa tukipita taarifa, bali hapa tunajifunza kwa pamoja. Kwa wazo hili la Mungu Baba ambalo Yesu Kristo alikuja kulifunua kupitia ujumbe wake wa kwanza, tunaona katika kitabu cha Mathayo 4:17. Kwa tafsiri ya Kiswahili tunaona hapo Yesu anasema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo ndio ujumbe ambao wa kwanza kabisa Yesu alipofika hapa duniani anafungua mpango kazi wake hapa, anakuja kurejesha kile ambacho Mungu alikuwa amekiahidi tangu mwanzo, akiwa anawaambia hivi. Na ukitumia sasa tafsiri ya KB imeweka wazi na kutafsiri kwa urahisi ile neno tubuni, maana najua hapo mpenzi msikilizaji wangu utakuwa na maana nyingi za hili neno kutubu. Najua watu wengi sana wana maana za toba. Makanisani huko tumefundishwa katika makusanyiko tofauti, tumefundishwa toba ya kweli, lazima ulie, lazima ujutie kile kitu, lakini katika lugha ambayo Yesu alikuwa anatumia neno la toba alikuwa haina maana hiyo ambayo unaifahamu. Maana yake ni nini? Tafsiri ya KB imeweka vizuri. Anasema kwamba tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, badilisheni fikra na mtazamo wenu kwa sababu ufalme wa mbinguni umekwisha fika. Kwa tunapozungumzia toba, ndugu msikilizaji wangu wa Sonship Spirit Digital Radio,
tunamaanisha badiliko la fikra, badiliko la mtazamo. Kama wakati huo watu walikuwa wanafahamu kwamba ufalme wa Mungu, ufalme ambao ulikuwa unaishi kipindi hicho, ulikuwa una sheria zake na kanuni zake, lakini Yesu alivyokuja akawaambia, sasa nimewaletea badiliko hili la fikra zenu, badiliko hili la mtazamo, muone kwamba ufalme wa Mungu uko mahali hapa. Watu walikuwa wanafikiria kwamba ufalme wa Mungu ni kitu ambacho cha baadaye, kama baada ya mtu akisha kufa ndio ufalme wa Mungu anaenda kukutana nao, lakini Yesu anawaambia lile ambalo lilikuwa limeahidiwa tangu mwanzo sasa limekwisha wadia, lipo katikati yenu. Sawa. Yes, kama ambavyo tumemsikia mtumishi wa Mungu kwa hivyo amezungumzia jambo hilo. Na unaweza kukuta kama mwana wa Mungu pia ulivyosikia tubuni, basi ukageuka ukasema mimi ni nani Baba? Wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Wewe ni ukuhani wa kifalme. Yes, kwa lugha nyepesi tunaweza kusema kwamba kama mwana wa Mungu hataelewa kuhusu ufalme wa Mungu, kuhusu ili wazo la Mungu, basi ni rahisi sana kwa maisha ya mwana wa Mungu kuwa nje ya mfumo wa maisha ya Elohim, maisha ya ufalme, ambao haya tunasema ni maisha ya ujazo endelevu. Sio maisha ya leo ninacho kesho sina, leo nimeponya kesho sijaponya, leo nimeombea kesho sijaombea. Maisha ya ufalme ni maisha ya ujazo endelevu. Kwa hivyo ujumbe wa kwanza tu wa Bwana na mfalme wetu Yesu Kristo alivyokuja hapa duniani ulikuwa unatufunulia, tumeona kwamba umetufunulia nini kilichokuwa kipaumbele cha Mungu Baba juu ya nchi kwa wanadamu. Na ufalme wa Mungu uweza kuishi na kutenda kazi wapi? Hapa duniani pamoja na wanadamu, ambapo tunaona kwamba ufalme wa Mungu kwamba ni jumla ya vitu vyote, ni jumla ya serikali ya nani? Ya Mungu pamoja na nani? Na wanadamu. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe ni mapenzi ya Mungu Baba ya kwamba kila mmoja wetu, kila mwanadamu afanye nini? Afunuliwe habari za ufalme wake wapi? Hapa duniani, ambapo ndani ya ufalme huo tumesema tuna maisha ya nini? Yenye ujazo endelevu. Kwa hiyo hapo kwa lugha rahisi pia kusema kwamba nje ya Kristo na ufalme wake hakuna maisha. Hakuna maisha. Yes, hakuna maisha. Na hii imenikumbusha ile Yohana 10:10 B ambao Yesu anasema kwamba mimi nimekuja ili muwe na maisha na muwe na maisha endelevu. Yesu ukisoma tafsiri ya KB inazungumzia hiyo habari ya maisha. Kwa maana halisi ya maisha yanafunuliwa ndani ya habari ya ufalme wa Mungu. Mahali ambapo kunahubiriwa habari za ufalme wa Mungu, basi hapo ndiko ambapo utapata ufahamu maana halisi ya maisha. Na kwa nini nikwambie ndugu msikilizaji wangu, hata Yesu alipokuja hapa duniani alikutana na hili swali ambalo watu wengi walikuwa wanajiuliza. Watu wengi walikuwa wanajiuliza maana ya maisha ni nini? Watu wengi walikuwa wanajiuliza hivi tunapozungumzia kuishi hapa duniani na maana gani? Na kipindi hichi ambacho Yesu anakuja, kumbuka ilikuwa ni kipindi ambacho kulikuwa kuna filosofia nyingi sana. Na nikwambie tu ndugu msikilizaji wangu, hata wewe ambao umekwenda shule, kuanzia shule za msingi utakutana na ile mahitaji ya umuhimu ya maisha. Yaani mahitaji ya umuhimu, chakula, mavazi, malazi na vitu vingine vyote. Kwa hiyo Yesu pia alipokuwa hapa duniani alikutana na huo uhalisia wa hizo shule mbalimbali ambazo tunawafahamu Wagiriki walikuwa wametuletea hizo filosofia, hizo hekima zao tofauti. Lakini Yesu anakuja kutufunulia kwamba maisha ni zaidi ya chakula. Yes. Maisha ni zaidi ya mavazi. Maisha ni zaidi ya kuni. Katika kitabu cha Mathayo 6 kuanzia 25 mpaka 34 anakuja kutuambia hicho kitu. Lakini ukisoma kwa mstari wa 33 ndivyo ambao utaona kipaumbele cha Mungu cha ufalme wake hapa duniani kwa mwanadamu. Tafsiri ya KB inasema na nukuu, lakini kitu cha kwanza na muhimu kuliko vyote, fanyeni utafiti wa kina kuhusu ufalme wa Elohim na mfumo mzima wa sheria katika ufalme huo, yaani haki yake, kwa sababu haya yote yapo ndani ya huo
ufalme. Kwa kipaumbele chako kikiwa ufalme, maana yake hayo mambo yote ya nitakula nini, nitavaa nini, nitakunywa nini, mimi nitalindwa kweli, nitahifadhiwa kweli, hayo mambo yote yamo ndani ya ufalme. Kosa kufahamu kipaumbele hiki cha ufalme, utasumbukia vitu vya ziada kama tafsiri ya SUV anavyozungumza. Kwa ndugu msikilizaji wangu, fahamu kipaumbele hichi, usitoke jasho kwa ajili ya vitu vya ziada, usihangaike kwa ajili ya vitu vya ziada. Tuko hapa kukufunulia kwamba kipaumbele cha Mungu juu ya maisha yako ni ufalme wake ufanye kazi kupitia wewe hapa duniani. Yes, kipindi ni Wazo la Mungu Baba. Kipindi ni kila siku ya Jumatatu saa 6 kamili mchana. Ufunuo wa moyo wake, utambulisho ndani ya Kristo mwana wa Mungu. Unasikiliza Sonship Spirit Digital Radio. Ufalme ndani yako, maisha yakidhihirika. Hiki ni Wazo la Mungu Baba. Unasikiliza Sonship Spirit Digital Radio, sauti ya Mungu Baba duniani kote.